kuwekeza. Wengi wanaenda sawa, wanafanikiwa kupiga hatua nyingi mbele, lakini wapo ambao wanaishia katika hatua za awali za uwekezaji. Nadhani kutokana na mambo machache ya ufahamu wa hii tasnia unapelekea wengine kuendelea, wengine kubaki. Okay. Yeah. Na ni kwa kiasi gani ufugaji wa kuku unaweza kuwa chanzo cha ajira na kipato kwa Watanzania? Okay. Nafikiri sasa hivi walio wengi wapo kwenye mlengo wa kujiajiri wao wenyewe kuliko kutegemea zile ajira za serikali. Okay. Kwa sababu ya uhaba na ongezeko la watu. Sasa nikurudishe nyuma kidogo, ufugaji wa kuku umekuwa ukiongezeka kwa namba kubwa naweza kusema. Unajua hadi sasa tuna jumla ya kuku milioni 113 nchini. Okay. Ndio. Ni ukuaji ambao ni mkubwa zaidi. Lakini pia nasema ni ajira kwa sababu kuna fursa ndani yake ambayo ipo. Ndio. Ukifuatisha shirika la chakula duniani FAO wanatuambia Mtanzania mmoja anatakiwa kula mayai 300 kwa mwaka. Okay. Naam. Lakini kwa tulipofika sasa Mtanzania mmoja anakula mayai 132 pekee. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa, uzalishaji umekuwa chini kuliko uhitaji. Na pia kwenye upande wa nyama, shirika linashauri Mtanzania mmoja aweze kula kilo 50 za nyama. Lakini mpaka sasa Mtanzania mmoja anakula kilo 18.6 pekee za nyama. Kwa hiyo hatujafikia hata nusu ya uzalishaji. Sasa ajira zinatoka wapi? Ajira inatokana na fursa. Tayari kwenye hizi namba ambazo nimezitaja unaona kuna gap kubwa. Hatujafikia hata 50% ya uzalishaji. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo serikali inatakiwa kuiangalia kwa ukaribu zaidi, kuwawezesha hawa ambao wanakuja kuwekeza kwenye ufugaji wa kuku ili waweze kuzalisha ajira kwa ambazo zisizokuwa rasmi kwa vijana ambao labda hawakufanikiwa kuendelea na masomo, hawana nguvu ya kujiajiri wao wenyewe, basi waanze kuajiriwa huku kwenye miradi ya ufugaji. Hebu kabla hatujaenda vizuri kwenye masuala ya ufugaji, atueleze kuhusiana na Elibariki. Ni nini na inajishughulisha na nini hasa? Okay. Elibariki ni taasisi ambayo inahusika na kusaidia wafugaji kutoka kwenye ufugaji wa mazoea kwenda kwenye ufugaji wa biashara. Okay. Na tumekuwa tukifanya hivi kwa mwaka wa 7 sasa. Tunasaidia, ujue wapo watu ambao wanaishi na kuku, kuna misemo iko mtaani, watu wanaishi na kuku na kuna wengine wanafuga kuku. Inategemea. Na wako ambao wanailipa miradi ya ufugaji wa kuku na wapo ambao wanalipwa na miradi ya ufugaji wa kuku. Kwa hiyo sisi tuko kuwatoa wafugaji kutoka kwenye kuilipa miradi ya kuku mpaka kwenye kulipwa na miradi ya ufugaji wa kuku. Mnawafikiaje kwanza ambao mnawasaidia au mnawasaidiaje? Mara nyingi inakuwa ni win-win situation. Tunazo service nyingine ambazo ni after service, lakini tunaanza kwanza na kutoa elimu. Pia ziko huduma zingine kama equipment supplies na animal feed supplies, tunafanya hivyo vitu. Okay. Lakini mlengo wa kwanza ni kusaidia wafugaji. Kwanza kutoa elimu. Mazoea gani kwani wafugaji wengi wanayo? Kuruka mambo madogo ambayo ni ya msingi zaidi. Okay. Kuruka mambo madogo ambayo ni ya msingi zaidi na kupata elimu ya miradi husika kabla hawajaingia kwenye ufugaji. Hivi umetaja hapa makundi mawili. Kuna watu ambao umesema wana miradi ya kuku na kuna watu ambao wanaishi na kuku. Naam. Wengine wapo ambao wanaishi na kuku, wengine wanafuga kuku. Hawa wanaoishi na kuku ni nani? Ukitoka kwenda kazini na kuku anatoka kwenda kujitafutia. Okay. Naam. Hapo unaishi na kuku. Kirudi na yeye anarudi analala. Lakini kufuga kuku ni ile unamweka kwenye banda, unakuwa unampa zile huduma stahiki. Naam. Sawa. Kwa tulipofikia hivi sasa Tanzania mmezungumza tumefikia asilimia ngapi kwenye ufugaji wa kuku? Hata 50 hatujafika. Hata 50 hatujafika. Sawa, tuna ufugaji wa kuku wa nyama. Naam. Tuna ufugaji wa kuku wa mayai. Naam. Ni kuna aina nyingine tuna ufugaji wa kuku? Wapo. Lakini malengo makuu kibiashara ni hiyo milengo miwili, ufugaji wa kuku kwa ajili ya mayai na kwa ajili ya nyama. Sawa, nataka kufahamu katika ufugaji wa kuku wa mayai na ufugaji wa kuku wa nyama ni sehemu gani tunafanya vizuri zaidi? Naweza kusema kote kwa sababu graph sasa zinapanda kwa pamoja. Lakini nikiangalia mlengo ulivyo sokoni kwa sasa, ukiangalia hali halisi kuku wa mayai wanafanya vizuri zaidi kuliko kuku wa nyama. Hiyo ni field experience. Kwa sababu hata ukiangalia wawekezaji wengi wanaokuja Tanzania sasa hivi wameingia wa China wanawekeza kwenye miradi ya ufugaji, wameingia wa Hindi wanawekeza kwenye miradi ya ufugaji, lakini walio wengi wanawekeza kwenye miradi ya ufugaji
wa kuku wa mayai. Sio kuku wa nyama. Kuna hawa ambao umewataja wenyewe wanaishi na kuku. Kwa maana hawa mara nyingi kuku wake tunawaita wale kuku wa kienyeji. Sasa hivi hawa kuna namna wanaweza kufanya wakafanikiwa kwenye ufugaji wa kuku huo wa kienyeji, wakawa kama wafugaji wa kuku wengine hawa wa kisasa kupitia kuku wale wa kienyeji. Inawezekana, kwa sababu kila kitu kwenye ufugaji hakikutokea kwa bahati mbaya. Kama patakuwa na muda naweza nikawapitisha kwenye chimbuko kidogo kwa nini wao kuku walianza kufugwa. Miaka 1650 kabla ya Kristo, KK tunaita, mpaka mwaka 800 KK kabla ya Kristo. Unajua kabla ya Kristo miaka ilikuwa inahesabiwa kuanzia juu kushuka chini. Hicho ndio kipindi ambacho kuku wa kwanza walianza kufugwa. Na huyo kuku wa kwanza alikuwa kwenye ni species Gallus na alikuwa anaitwa Redfall Jungle, na hii ilikuwa ni bara la Asia Kusini. Dhumuni la kufuga hawa kuku ilikuwa ni kwa ajili ya kupiganisha, mashindano ya kupigana, cockfighting. Kuku wanafugwa wale wenye maumbo makubwa, wale wanapelekwa sehemu, meza kama hii, wanawekwa hapo, wanakuwa wanapigana. Yule atakayeshinda basi mmiliki wake anaibuka mshindi na anapewa kama ni hela au kitu chochote ambacho kilikuwepo kwa wakati huo. Lakini baadaye tunaona vyama vya ziko associations tofauti. Kuna Royal Association ambayo ilikuwa ni mwaka 1100 ni baadaye sasa 1834 na American Association ambayo ni mwaka 1866. Hizi zilikuja kwa ajili ya kupinga hivi vitendo vya kupiganisha wanyama. Of course hizi ni association ambazo zilikuja kwa ajili ya kupambania haki za wanyama. Kwa nini wanyama wapiganishwe? Nao kwa sababu wana haki ya kuishi kama tulivyo sisi. Hawana haki ya, kwa nini waumizwe? Wao hawafaidiki na chochote. Kwa hiyo zilikuja hizo association zikatetea ili jambo la kupiganishwa kuku likakoma. Baada ya hapo watu wakafikiria tufanye nini sasa ili kuku hao waendelee kufugwa. Likaja jambo la mashindano ya umisi, yani wanashindanishwa kuku wazuri. Sasa hapo likaja jambo la kucross, kwamba unachukua kuku mweupe unachukua na kuku mweusi, unakuja unapata kuku mzuri ambaye analingana na umbo fulani ambalo ukimpeleka kwenye mashindano anaweza kaibuka mshindi. Ilienda, lakini baadaye pia ikaja ikapingwa. Lakini katika huu mchakato wa kupandisha kuku aina hii na aina hii, vikawa vinatokea viumbe ambavyo viliwavutia wengi. Walitokea viumbe ambao walikuwa wanakuwa zaidi, walitokea viumbe ambao walikuwa na maumbo makubwa zaidi, walitokea viumbe ambao walikuwa wanataga mayai mengi zaidi. Sasa hapa ndipo chimbuko la kuanza kufuga kuku kwa ajili ya nyama na kwa ajili ya mayai. Sasa basi nitaendelea tena. Hata hawa kuku wa nyama ambao tunasema wanafugwa katika hii tunasema specialization, kwamba sasa kuku wanafugwa kwa ajili ya dhumuni moja, labda wanafugwa kwa ajili ya nyama, kwa ajili ya mayai. Bado watu waliendelea kuchanganya kwamba nitafuga, nikipata mayai nitauza, nikipata nyama nitakula. Lakini miaka baadaye ilisogea, kuna mama mmoja wa kike alikuwa anaitwa Cecilia Steele. Huyu mama alikuwa ametoa order kwenye kampuni fulani, aletewa vifaranga 50 pekee. Ile kampuni kwa makosa yao wakamletea vifaranga 500 kwa mistake. Yule mama alikuwa ameandaa eneo la kufuga kuku 50. Yule mama hakukataa wale vifaranga, aliwachukua akawafuga. Lakini wale kuku walistawi kwenye lile eneo dogo alilofuga. Lakini kwa bahati mbaya zaidi ya kuku 300 wakafariki, wakabaki kama kuku 200 na kiasi ambao aliweza kuwauza sokoni. Akapata idea, kumbe naweza kufuga kuku wengi kwenye eneo moja, nikawauza kabla hawajafikia umri wa kutaga, nimewauza kwa dhumuni la kuku wa nyama, kama kuku wa nyama. So hapo sasa ufugaji wa nyama ndipo ulianzia. Nikirudi kwenye swali lako sasa uliloniuliza, hawa ambao wanafuga kuku wa kienyeji. Waendelee kuhusisha utaalamu zaidi kwenye ufugaji wao. Au waendelee kushirikisha wataalamu ili waweze kuwaelekeza kwa namna gani wanaweza kufuga hao kuku wa kienyeji au kufuga kienyeji wakapata faida. Lakini kuna terms mbili hapa ambazo inabidi tuziweke sawa. Kuna kufuga kuku wa kienyeji na kuna kufuga kienyeji. Unaweza kawa na kuku wa kisasa lakini unawafuga kienyeji. Unaweza kawa na kuku wa kienyeji unawafuga kisasa. Yote yapo, yote yanawezekana. Yes, kwa hiyo mimi ushauri wangu, kila mwenye kiumbe nyumbani kwake atangulize upendo kwanza. Biashara yoyote ambayo inahusu kiumbe hai, usipotanguliza upendo mbele huwezi kupata faida. Naam. Hivi kati ya hao kuku wa aina mbili hao ambao ni wa kienyeji na hao wengine ni wanyama. Naam. Gharama, muda pamoja na faida. Wapi
ambao wanatumia hivyo vitu? Okay. Kuku wa jamii zote wana faida. Okay. Na huenda wakawa wana faida sawa, lakini inategemea fanyaje hiyo biashara. Changamoto ambayo tuko nayo kwa wafugaji wetu walio wengi, hawatunzi kumbukumbu. Hata kama wanatunza kumbukumbu, hawazifanyii kazi. Unaweza kuwa una rekodi leo kuku wangu amekula kilo 2 za chakula, lakini ile rekodi unaifanyia nini mwisho? Hapo wafugaji wengi wanakuwa hawafanyi hicho kitu, yani hawaziendelezi hizo taarifa zao. So nafikiri hiyo ndio changamoto ambayo tuko nayo sana. Wote pia wana gharama sawa, lakini wote wana gharama sawa, hawana gharama sawa. Investment ya broiler inaweza kawa iko juu kidogo, kwa sababu unawekeza zaidi ya shilingi 5,800 unapata shilingi 700 faida yake average. Okay. Lakini kwa kuku wa mayai kwa mwaka mmoja anataga mayai 330. Kwa hiyo unakuwa na muda mrefu zaidi wa kuuza mazao kuliko kufuga mara kwa mara, kufanya zile initial layering process, zile kwamba kulea vifaranga, unaenda kila mwezi unalea vifaranga, unakuwa ufanyi kwenye layers kwa wale kuku wa mayai. Lakini kuku wa nyama unafanya kila mwezi, unakuwa unalea vifaranga, lakini returns yake ni shilingi 700. So ina maana ukiua kuku mmoja, maana yake umeua return ya kuku wengi zaidi. So ni riski pia. Umetaja hapo kuhusiana na kuku hawa wa nyama, una uwezo pia kuwafuga kienyeji. Naam. Vipi, ipi njia bora? Ni kufuga kienyeji ama ile njia ya kuweza kuwanunulia vyakula? Kienyeji tuna discourage kulingana na mazingira yetu, kwa sababu hatuna maeneo mazuri yenye usalama wa kuacha wale. Of course kuna nchi nyingine wamefika huko, wanasema free range. Wanafanya free range kwamba kuna kuwepo na majani, kuna mabanda. Sasa hivi wamekuja na teknolojia, mabanda yanakuwa yana matairi, kwa hiyo wanakuwa wanasukuma kulingana na malisho yanavyoisha. Yani na kwa ile eneo lote lina majani mabichi, wanawekwa vifaranga humo ndani. Wakila hapa majani yakiisha, lile banda linasukumwa kuelekea kwenye upande mwingine ambao majani bado ni mengi na ni mabichi zaidi. Okay. Kwa hiyo huku nyuma inaendelea kukua pia. Kuna watu ambao wakihitaji nyama ya kuku, wanatamani kuku ambaye alikuwa anajitafutia mwenyewe. Kwani tofauti huwa ni nini? Yani kumtafutia wewe mwenyewe ukamletea chakula na yeye kutafuta, tofauti huwa ni nini? Tofauti inaweza kuwepo au isiwepo. Kuku anayejitafutia kwa mazingira ya kijijini anaweza kuwa na afya nzuri zaidi kuliko anayejitafutia maeneo ya mjini, kwa sababu mjini vitu vingi havitupwi. Mjini kijijini kuku anaweza kaenda shambani akajitafutia mahindi, majani mabichi ambayo yako muda wote. Tofauti na mjini ambapo sasa ataishia kula majalalani. Sasa huko majalalani na kwenye si salama sana. Yes, so naweza kusema anayejitafutia na anayetafutiwa inaweza kuwa ni 50-50. Unaweza kuwa unamtafutia lakini unampa pumba tupu. Anaweza kuwa anajitafutia lakini anapata madini na protini, anakula majani, anakuwa na afya njema zaidi. Naam, kwa hiyo ni 50-50. Kikubwa ni wewe mwenyewe mfugaji ujitambue kwamba huyu naishi naye ni kiumbe, anastahili chakula bora, anastahili sehemu bora ya kulala, sio sehemu zinazovuja maji, sehemu ambazo zina joto, sehemu ambayo iko salama dhidi ya wadudu waharibifu wa uaji kama mwewe, nyoka, paka na viumbe wengine. Naam. Wewe unapenda kula kuku wa namna gani kwani? Aina zote, broiler nakula. Lakini soko la broiler linaweza kuwa liko juu zaidi kwa sababu watu wengi wana discourage. Of course ulimwengu unakuwa, nilikuwa nasoma somewhere kwamba watu wana discourage hawataki kula kuku wa kienyeji kwa sababu ni wagumu kutafuna. So nilikuwa interested na hiyo story. I think ni ambako tunaelekea sasa. Lakini kuku ni maandalizi, nafikiri labda ilikuwa ni just fun. Watu wamekuwa waoga sana kwenye kuanza, hususan vijana. Sasa kwa anayetaka kuanza kufuga, pengine anapaswa kufanya nini? Ama ni vigezo gani ambavyo anapaswa kuvifuata ili asijutie kile ambacho ameamua kukifanya kiwemo ufugaji huo wa kuku? Okay. Nafikiri jambo la kwanza ni kuwa tayari. Wewe kama wewe uwe tayari, jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, kubali kukomiti muda wako kwenye huo mradi. Watu wengi hawafanyi biashara kibiashara, wanafanya biashara kimazoea, nazidi kusisitiza pale pale. Wanafanya biashara kimazoea. Unajua hii ni biashara kama zilivyo biashara zingine. Ni biashara kama ilivyo biashara ya yule jamaa mkinga pale Kariakoo. Ni biashara kama ilivyo biashara ya yule jamaa mangi pale dukani. Sasa nadra sana ukute mtu anatoa hela kwamba bwana nakutumia hela hapo Kariakoo, nichukulie frame, nipangie nguo, anza kuuza, faida nitumie kwenye simu hii.
hicho kitu ni non serious investment. Sasa hiki kitu kinatokea sana kwa wafugaji wa kuku mara nyingi. Wengi wanachukulia kuku si kuku tu, investment yake ni kubwa. Unatuma hela, watu wananunua shamba, wanakujengea banda, na bado investment ni kubwa. Nikupe mfano moja, kumlea kuku wa mayai mpaka anataga haiwezi kupungua shilingi 15,000 kwa kuku mmoja. Manake ukiwa na kuku 1,000 ni milioni 15. Sasa mtu mwenye kuku milioni mwenye investment ya milioni 15 akiamka asubuhi, yeye atawahi kwenda kwenye kibarua ambacho kinamuingizia shilingi 200,000, lakini huko ambako amewekeza shilingi milioni 15 atapiga simu kuuliza vijana kwamba umelisha kuku wakoje, wanaendeleaje. So wengi sana hawajajicommit na muda. Kwa jambo la kwanza ni wewe kama wewe kuwa tayari, alafu jambo la pili uwe na nafasi. Ufugaji si biashara ya mtu asiyekuwa na nafasi. Naam. Sawa. Na serikali imeamua kuja na mipango mbalimbali ya kuendeleza mifugo. Pengine ni eneo gani mnaona linahitaji zaidi uwekezaji ama msaada zaidi wa serikali kwenye masuala mazima ya ufugaji? Okay. Nafikiri nimekuwa nikizungumza sehemu tofauti, pengine leo ikawa ni neema, ikawa ni mahala sahihi pa kuzungumza hili. Wafugaji wengi hawana msemaji. Wafugaji wa kuku hawana wasemaji. Ukienda sokoni sasa hivi, bei ya nyama ya kuku ni shilingi 7,000 mpaka 8,000. Lakini hii bei hakuna mabadiliko makubwa na bei ya labda mwaka mmoja uliopita. Lakini nikwambie sasa hivi bei za vyakula zimepanda sana kwa wafugaji. Lakini bei za nyama, bei za kuku wazima sokoni ziko vile vile. Ni kwa mwaka sasa. Sasa nani anayempambania mfugaji wa kuku wa nyama? Angalau sasa hivi tunaona kuna upepo umekuja kidogo, wafugaji wa kuku wa mayai wanapata neema kidogo, tray za mayai zimeongezeka. Bei ya tray ya mayai imeongezeka kidogo. Sasa naweza kusema nature ndio ina control soko. Nature ndio ina control soko la kuku wa nyama au nature ya soko la kuku na mayai. Sasa kwa nini serikali isije ikawatazama hawa wafugaji ambao wengi ni akina mama ambao wasiokuwa na ajira rasmi, wanalea familia, wengi ni vijana ambao wanakuza mitaji yao, ikaja na mpango mzuri kile kipindi ambacho bei za vyakula zinakuwa zinapanda au bei za agri input zinakuwa zinapanda, basi na wao basi tuwaangalie kwenye upande wa nyama ya kuku wazima au nyama ya kuku iweze kufanyaje, iweze kupanda pia. Yani inputs ziendane na zinavopanda inputs, basi na bei ya mazao ya kuku sokoni na yenyewe yazidi kupanda. Mimi ombi langu kwa serikali ni hilo. Kama nafikiri kichombo kinasikika sehemu tofauti, basi waweze Tanzania nzima, basi waweze kuliwekeza kwenye hilo eneo. Waweze kumpa au kumtafutia msemaji watafutie umtafute msemaji atakaye kwa na wasemea wafugaji wa kuku, hususan wa kuku wa nyama. Wanateseka. Okay. Shukran sana ndugu yetu Dr. Eli Moses Mloe kutokea Eli Bariki. Asante sana, alikuwa anatupitisha kuhusiana na hali ya